Naam, hujambo mara tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji wote pale ambako unaendelea kututazama na kutusikiliza kwa wakati huu. Tunayo matumaini ya kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya hapo mlipo. Mnaendelea kurubia runinga na simu zenu kwa muda huu ili kuendelea kufahamu kile ambacho kilichojiri kupitia chaneli yetu. Mtazamaji, ikiwa leo ni tariki 19 Machi 2026 na tunakaribisha mara tena kufuata habari zetu katika siku hii ya leo. Habari zetu, wacha tuanze na habari hizi zisemazo ya kwamba huko Mikenge ni jumla ya wapiganaji 20 kutoka makundi ya Twirwaneho Minembwe na Red Tabara, washirika wa AFC M23, wamejisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo limetokea katika eneo la Mikenge mkoani Kivu Kusini ndani ya tarafa la Mwenga, ambako taarifa zimetolewa na msemaji wa Operation Sokola ya pili, Luteni Makamu Reagan Mboi. Kwa mujibu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, limeonyesha kwamba vifaa mbalimbali vya kivita vimekamatwa mikononi mwa wapiganaji hao, ikiwemo ni pamoja na bunduki aina ya AK-47, mitambo ya kufyatulia risasi za mbali, pamoja na vifaa vingine vya kijeshi. Katika mahojiano ya awali, wapiganaji hao waliojisalimu amri wamesema kuwa wameamua kuacha uasi kutokana na hali ngumu ya maisha pamoja na manyanyaso waliokuwa wakiyapata ndani ya makundi yao. Kwa upande wake, Kanali Apoko Bangala Michel, ambaye ni kamanda wa muda Operation Sokola ya pili, amewapokea wapiganaji hao kwa kuzingatia taratibu rasmi za kuwavua silaha na kuwarejesha katika maisha yao ya kiraia. Mtazamaji, upande wako wewe, unafikiri kujisalimisha kwa kila mara kwa wapiganaji hao wa AFC M23, je, ni siasa iliyo ndani kwa ndani au ni kushindwa kwao na vita? Jibu lako tunalisubiri kwenye comment. Hali ya utulivu imeonekana kuripotiwa kote kwenye maeneo ya shamba za vita ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini, tarafa la Fizi, kwenye milima mirefu, kwenye maeneo ya Alenge. Siku ya tatu ya tariki 18 Machi 2026, hakuna mapambano yoyote ambayo yameweza kuripotiwa kama siku za nyuma. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo hayo ya Alenge, maeneo ambayo ni milima ya juu ya tarafa la Fizi, wanaendelea kushambulia katika maeneo yanayopatikana kando kando na kijiji cha Minembwe, ila mpaka hivyo bado hawajafaulu kuingia katika maeneo hayo. Na upande mwingine, ndani ya tarafa la Uvira, ambako kule Mitamba, milima ya juu ya mji wa Uvira, hali ya usalama imeonekana kuwa tulivu siku nzima. Pia hakuna mapambano yote yaliyoripotiwa. Na huko maeneo ya Sange, Kiliba na kadhalika, ambako kuliweza kuripotiwa na mapambano makali siku ya pili ya tariki 17 Machi 2026, ila vivyo hivyo pia hakuna mashambulizi yoyote ambayo yaliripotiwa katika maeneo hayo tariki 18 Machi 2026. Hali hiyo ya utulivu bado inaendelea kuwapa raia wa maeneo hayo imani ya kutokuwepo kwa usalama mdogo katika vijiji vyao. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya raia ambao walikuwa wamekimbilia kwenye vijiji jirani wameanza kurejea, na huku wale ambao wamehofia usalama wao zaidi kuwa mdogo wamejielekeza kwenye nchi jirani ya Burundi kwa ajili ya ukimbizi. Tuangazie habari zetu na habari za huko Walikale zisemazo ya kwamba katika taarifa ya siku ya tatu ya tariki 18 Machi 2026, kuanzia saa za mapema asubuhi, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limefanikiwa kuwashindikiza kwa kasi kubwa waasi wa M23. Ripoti zaeleza kuwa helikopta moja ya kivita pamoja na ndege mbili zisizo na rubani au drone zinazodaiwa kuwa ni za nchi ya Rwanda zimeharibiwa katika eneo la Walikale na vikosi vya serikali. Habari hizo bado zinaendelea kutolewa, lakini hamjawa na taarifa yote kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayodhibitisha habari hizi. Hali inaendelea kuwa shwari, huku FARDC wakiendelea kusimama imara na kujibu mashambulizi yote dhidi ya tishio zote ambazo zinazokuwa na wahasi wa M23 katika maeneo hayo ya tarafa la Walikale mkoa
mkoa wa Kivu Kaskazini. Tuangazie habari zetu na habari za huko Minova. Ni kwamba mvua nyingi zilizonyesha kwa mfululizo zimesababisha madhara mengi ya vitu ikiwemo mashamba na nyumba, ambako mashirika ya kiraia yaomba mashirika ya kiutu kuwajia na misaada raia wa anga ambao wanaendelea kubaki katika hali ya sintofahamu tarafani Kalehe. Udhibitisho pia ni wake Sadiki Jiji, kiongozi wa shirika la raia pa Minova, ambaye ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Tangu lendi siku ya kwanza mpaka leo mvua imenyesha kwa wingi na imeweza kuharibu vitu vingi. Manyumba zimeanguka vibambazi, zingine zimeruka manjanja, na mimea ya mashamba ama mazao ya mashamba imeweza kuharibika sana, na wakaaji ambao wamepatwa na shida hiyo wanakosa wafanye nini. Ndio maana tulikuwa tukiomba kwa wafadhili wa shirika za kihutu kusaidia ama kuja msaada population ambayo imeguswa sana, sababu mvua imenyesha kwa wingi. Barabara pia zimeweza kukatika nafasi nyingi, na hayo yote yanakuwa matatizo kwa wakaaji wa teritwari ya Kalehe na zaidi ya groupement ya Buzi, ya Mbinga Nord na groupement ya Mbinga Sud, hata Ziralo na penginepo. Minova iliguswa sana sababu barabara zimeweza kuharibika, kwenye soko matope mingi, na hata mimea na mazao ya mashamba imeweza kuguswa hata kwenye mji wa Minova. Si kuwa ujenzi mbaya, lakini ni mvua ya mawe. Mvua iliweza kunyesha kwa wingi, na ikiwa mvua ya mawe, na sababu imefanya zaidi ya posho mbili mvua ikinyesha kwa wingi, ndio imeweza kusababisha hiyo yote. Zaidi tangu siku ya kwanza mpaka leo mvua imenyesha ya mawe, na ndio maana imebomoa nyumba nyingi, hata kukata mabarabara na kuharibu mimea ama mazao ya mashamba. Kwa saa hizi kilalo ya Buganga, kilalo ya Makelele, hata kilalo ya Mubimbi, zote tatu zingali zinaharibika na hazijajengewa bado. Kingali mahali mbovu sana, gari hazipite kama kawaida, na wakaaji wanakuwa na ugumu wa kutembea hata kubeba mazao ya mashamba kwenye soko. Ndio maana nasema kuwa raia wanakuwa na ugumu kutosha mazao ya mashamba kwenye miji na vijijini kupeleka kwenye soko kubwa ya Minova, kwenye poro, ili iweze kwenda Kituku, kwenda Goma na kwenda kwenye soko zingine. Ni magumu kabisa. Ujumbe ni kwamba shirika za kihutu, sababu shirika za kihutu zinakuja msaada kwa serikali na kwa wakaaji. Shirika za kihutu ziweze kujia msaada wakaaji, zikiwapatia mbegu sababu mmea imeharibika, hata zikiwasaidia ili wamama wapate namuna ya kugharamia jamaa, sababu hiyo mimea ndiyo inalisha familia nyingi. Pia kufanya kazi za ili mabarabara ziweze kufunguliwa tena, na kilalo hizo tatu ziweze kujengewa. Kilalo ya Makelele inakuwa ku route nationale numero 2, kilalo ya Mubimbi huko Buganga inakuwa ku route nationale numero 2, hata hiyo ya Kishinji ambayo inakuwa ku route ya desert agricole, lakini inarelie miji tatu kabambi Minova na mji ya Kishinji, Minova na mji ya Bwisha, na hapo kunapita mazao ya mashamba kwenda kwenye soko ya Minova, na inakuwa paradisi kwa siku hizi. Mtazamaji na msikilizaji, unaendelea kutufuata vilivyo, na hii ni taarifa ya habari ambayo inakujia kwa sasa hivi, tukikutangazia matangazo haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Huko Uvira ni kwamba wamama wapatikanao ndani ya mji wa Uvira wametoa ujumbe mkali kwa gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki, kwa vile walipata taarifa ya kwamba huenda gavana anakuwa na njama za kutaka kuingiza wahasi wa M23 katika maeneo hayo, huku wakiwa wana uhakika wote kutokana na habari hizo. Wamama hao ambao wametoa ujumbe huo kwa gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki wamemtaka kuzidisha amani katika mji wa Uvira na maeneo yote ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Sisi mama wa Uvira tunasema hivi, juu tumeshaona guverner wa Uvira na zidi, tulishampa onyo karibia mara 1000. Kila wakati tunamwikalisha chini, tunamwambia
hii inchi ni yenu. Kama yeye alipeleka familia yake Bulaya na bibi yake alafu aketuwisha si hapa Uvira. Tunasema kuanzia leo, Gavana Perusi, rudisha mawazo yako nyuma haraka sana. Uvira aseme kuna ingia Banyarwanda Uvira tena bakie uwa tena Bakongomani. Bakongomani waliuawa hapa, ulitoka Burundi au kusema hata neno. Ulikuta makaburi iko kule, hakuna hata neno moja ulisema aseme watu walikufa. Tena leo tunaanza sikia wewe ndio naanza ita Banyarwanda bakuje baingie Uvira. Tunakwambia hivi Perusi, Banyarwanda bakiingia Uvira, ujue wewe na staff yako yote batakuua kunjia zote zile. Kama ni njia za radio, kama ni njia za nyoka utakufa na staff yako yote. Sijui ulishazoea. Mbele ulituingizia Banyarwanda, bakakia kufanya kafuyo Uvira, bakaua babijana, watu walikuwa naibiwa mnyumba, banaenda uwa wakuli. Ulikuta makaburi najaa watu wa Uvira wanakufa pale. Tena leo unaanza tuingizia magari ya Banyarwanda. Tunakwambia hivi, tulikuwa tunakuangalia na macho sie banamuke, tunasema hivi, kama ulitoka mtumbu yetu na ndio kise tutakurudisha hemo. Perusi uko pale, hauna bibi pale, hauna mtoto pale. Bale wenye uko nakia uisha ni watoto wa wengine. Nabo banasoma, bataweza soma bafikia hata kutumika kazi mserikali sasa ndio natumika wewe. Na tunakwambia hivi, kunjia zote zile Perusi, Uvira kukingia Banyarwanda. Njoo kama ile mirundi yako ende Burundi. Burundi hautafika kwenye utahenda. Na stafa yako yote. Na wewe Perusi kwenye utakimbilia. Moto ndio itakukuta pale. Kokote kwenye utahenda. Usije tuchezea. Yote wenye uko nafanya, si watu wa Uvira tunajua gisi uko nafanya. Kama unaona tunakupongeza Perusi. Lakini tunajua benye uko nafanya Perusi. Gouverneur Perusi, tunajua vyote benye uko nafanya. Usicheze na Bafulero Perusi. Usicheze na hii makabila ya Sud Kivu. Kama uko Mnyarwanda, uingizie Bunyarwanda kwenu kule Bunyarwanda. Ujimisione, tutafute guvernere mwingine matakia tuchunga wa Uvira. Kama bikuwezekana ufungwe ku serikali, tutakufunga kuzingine njia. Ikawa Uvira pale utona siku moja tutakuwakia. Utalungula na uko natembea wewe. Kwa juu ushazoea watu sana. Tena uingize Banyarwanda Uvira Perusi. Ukuje kuuisha watu tena Uvira. Ingekuwa sema tutetu bazalenda bakusimama kuua wale bakuu wenyewe walikufa pale. Uvira Banyarwanda wangetoka. Na tunakwambia hivi, munazania sema wale wenyewe walikufa kule Uvira walikufa na bombe ya kizungu. Tuko na bombe itakumwaga na wandugu wako wote. Bale bote wenyewe utakuwa nabo. Tutakushushia hayo sieba na muke siaba. Tuangazie habari zetu pia na habari za huko kwenye tarafa la Fizi, maeneo ya sekta ya Nganja. Ni kwamba mkuu wa sekta ya Nganja Bwana Akili Bernard ameomba kwa wakaji wote wa sekta hiyo kuwa kwenye mstari wa mbele kwa ajili ya kuchangia kwa maendeleo zaidi ya sekta hiyo, kwani sio kazi tu kwa serikali ndiyo ambayo inatakiwa kuweza kuleta maendeleo katika maeneo tofauti. Akili Bernard amewataka pia wazaliwa wa sekta ya Nganja ambao wanaendelea kupatikana nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wao pia kuchangia katika maendeleo zaidi ya vijiji vyao. Akili Bernard alikuwa na haya ya kueleza. Nakwenda kushukuru sana sababu inaenda kuonekana kwamba raia yangu ya Nganja iko nyuma ya chef de secteur. Leo hii nakwenda kupokea msaada wa pili. Msaada wa kwanza ulikuwa $200. Wakati kazi zilifanyika misisi za kukarabati mifereji, kuna kijana wetu wa Lulimba ambaye alisema kwamba hatujawahi kuona kazi ambazo zinafanyika za chef de secteur. Na ndio maana sisi tunaenda kuona kwamba ni lazima tuweze kumsaidia. Akaweza kutosha $200. Na baada ya hiyo kazi kuna kijana mwingine ambaye Wasebele akaweza kufurahia kazi ambazo chef de secteur anazifanya. Wanamuita wa Mwanza, ndio jina ambayo inafahamika Sebele yote. Yeye naye akaweza kutosha umwe 6 gabion. Hizo gabion ni vitendea kazi ambavyo vinatusaidia sana kwa kuweza ukarabati barabara. Na niliweza kushukuru sana na kusema kwamba tangu niwe chef de secteur ni watu wawili watoto wa Nganja, watoto wangu ambao wanaishi Nganja, ambao wananisogelea ili kuweza kunisaidia juu ya kazi ambazo tunazifanya za maendeleo ndani ya sekta ya Nganja. Kwa hiyo mimi nawaambia kwamba isikuwe mara ya kwanza na isikuwe mara ya mwisho.
lingine lolote ambalo watakwenda kuliona na wakiwa na msaada wa kunisaidia, waje mbioni wanisaidie, na wasinisaidie tu pesa au gabio, pia wanisaidie mawazo kwa kuweza kujenga nganja, ili wakati watu ambao watakuja nyuma yangu waweze kukuta kwamba hapa kuna mtu ambaye aliweza kupita. Na ili napenda kulipeleka pia kwa watoto wa nganja. Labda mimi naweza kuwa wa kwanza kwa watu ambao walienda Ulaya, watoto wa nganja na eneo zingine, waweze kuiga mfano wa hao vijana wawili. Ili ambalo walifanyi juu ya akili Bernard, walifanya juu ya sekteri ya nganja, na wale wengine waweze kutusaidia ili nganja tuweze kuendeleza hayo mbele. Umeme unakosa, maji unakosa, maeneo mbalimbali hata kama tunajikaza, Nyangi tunatia maji, mwaka huu maji wataweza kuyakunywa. Sebele matatizo ni chungu mzima, wao zile pesa ambazo wanazo huko Ulaya wazipeleke huko nganja ili tuweze kufanya kazi kwa maendeleo ya watoto wa nganja. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena usikosi kusambazia wengine habari hizi. Endelea kuungana nasi kwa muda wote ili kupata mambo tofauti